Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Ndamu gaitha thini wa ritwa ria Jesu. Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Ningwenda gucokeria Ngai ngatho rucini umuthi. Nataka kumshukuru Bwana adhuhuri ya leo. Ni tondu wa uria twikite maundu mathana ma Kwa utugi. sababu ya yale ambayo tayari ameshatutendea. Na agatuhe ihinda riega ria guka kuigua kiugo giake githeri. Akatupatia nafasi njema ya kuja kusikia neno la Bwana. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Ningoretwo ngienda kurutana uhoro wa thabina. Nimekuwa nimejiandaa kufundisha mambo ya Sabina. Na tuandike maundu mayo bodi-ini. Na tuandike mambo yote hapa kwa ubao. No Mwathani riria riheana mahinda. Lakini wakati Bwana atupatia nafasi, ni tuli ario horo ucio. Tutanena haya mambo. Tondu Mwathani athiaga akigarura ndumiriri. Kwa sababu Bwana huwa anageuza ujumbe wake. Na nitwendaga guthikiriria uria Roho Mutheru aroiga. Na wakati mwingine tunasikiliza tu vile Roho Mtakatifu anasema. Muthenya wa umuthi, siku ya leo, wenda twarie uhoro wa, nataka kuongea juu ya gukorwo aria hagiriire ihinda riria riagiriire. Kuwa mahali ambao inafaa wakati ambao unafaa. To be in the right place at the right time. Gukorwo mahali hagiriire ihinda riria riagiriru. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Na ngwenda tuthome thiini wa ibuku ria kuguũrĩrio. Na ningetaka tusome kwenye kitabu ya Ufunuo 1 mwari wa kenda kuanzia mstari wa 9 nginya 11 hau mpaka 11 hapo. Thiini wa kuguũrĩrio 1, Ufunuo ni 1 wajia mwari wa kenda mstari wa 9 tuikurukia hau 10 tuterempe mpaka 11. Na niguthoma na Gikuyu. Atiriri, niĩ Johana mũrũ wa ithe wanyu na mũgwatanĩri na inyuĩ mĩnyamaro na ũthamaki na ũkirĩrĩria iria ina Jesu. Ndakorirwo ndĩ gĩthama-inĩ kĩrĩa gĩtagwo Patimo nĩ ũndũ wa ũhoro wa Ngai na ũira wa Jesu. Ngĩkorwo ndĩ thĩinĩ wa Roho mũthenya wa Mwathani, na ngĩigua mũgambo mũnene na thutha wakwa o ta wa coro ũkiuga atĩrĩ, ũrĩa ũkuona-rĩ, andĩka mabuku-inĩ ũcoke ũtũmĩre makanitha marĩa mũgwanja, wa Efeso na wa Simurina na wa Perigamo na wa Thuatira na wa Saride na wa Philadelphia na wa Laodikia. Ngĩkĩhũgũra nyone mũgambo ũcio wanjarĩirie, ndehũgũra ngĩona mĩtĩ mũgwanja ya kũhangĩrwo matawa ya thahabu. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Maandĩko haha thĩinĩ wa kũguũrĩrio-rĩ, andiko hapa kwenye kitabu cha Ufunuo. Huyo nĩ mũrũ wa ithe witũ Johana. Huyu ndugu yetu, ni ndugu yetu yule ambaye aliitwa Yohana. Johana ũrĩa warĩ mũrutwo wa Jesu. Yule ambao alikuwa ni mwanafunzi wa Yesu. Na Jesu arĩkia gũthiĩ, na wakati Yesu alipoenda, Yesu Mwathani arĩkie, kuna mambo Yesu alikuwa amenena. Hĩndĩ ĩrĩa arĩ na arutwo arĩa 12. Wakati walikuwa na wale mitume 12. Na akiuga kwĩna amwe maikaire hamwe nake hĩndĩ ĩyo. Na alikuwa akinena kwa sababu kuna wengine walikuwa wameketi pamoja na yeye. Matagacama gĩkuũ. Na akasema ya kwamba kuna wengine hapa hawatakufa matambĩte kuona ũthamaki wa Ngai na ũnene wake, kabla ya kuona ukuu na utukufu wa Bwana. Na hĩndĩ ĩyo Mwathani aragia ũhoro wa Johana. Na wakati wa Bwana alikuwa ananena juu ya Yohana. Nĩ tondũ wa maũndũ marĩa akonio na aguũrĩrio matanoimathĩ. Kwa sababu ya yale mambo Mungu alikuwa ametenda ya kumfunulia kabla yeye mwenyewe kukufa. Na hali twathoma maandĩko maroiga atĩrĩrĩ. Hapa tumesoma maandiko yanatuambia ya kwamba tondũ twoiga tũrenda kwaria ũhoro wa gũkorwo harĩa hagĩrĩire ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Tumesema ni kuwa wakati ambao unafaa, mahali ambao inafaa. Johana akiuga ndakorirwo ndĩ gĩthama-inĩ kĩa Patimo. Ndugu yetu Yohana akasema nilikuwa kwenye kisima ya Patimo. Nĩ ũndũ wa ũira wa Jesu na ũira wa Ngai. Kwa sababu ya ushuhuda wa Yesu na Mungu. Na ngĩkorwo ndĩ thĩinĩ wa Roho. Na nikawa ndani ya Roho. Mũthenya wa Mwathani. Na ilikuwa ni siku ya Bwana. Na hĩndĩ ĩyo ndaikĩrire gĩthama-inĩ kĩa Patimo. Na wakati ule nilikuwa pale kwenye kisima ya Patimo. Ndĩ thĩinĩ wa Roho mũthenya wa Mwathani-rĩ. Nikiwa ndani ya Roho na ilikuwa ni siku ya Bwana. Ngĩigua mũgambo wa njarĩria atarĩ wa coro. Nikasikia sauti inanena. Na ndaigua mũgambo ũcio wa njarĩria atarĩ wa coro-rĩ. Wakati niliposikia sauti ikinena nami, ngĩhũgũra nĩgetha nyone mũgambo ũrĩa wanjaragĩria. Nikatazama kule nyuma nione ile sauti ilikuwa inanena na mimi. Na ndehũgũra nĩguo ndonire mũtĩ wa matawa ũhangĩirwo. Na wakati nilipogeuka nikaona ule mti ambao ilikuwa ni ya kuwekwa taa. Na ngĩĩrwo maũndũ marĩa mothe nguona-rĩ. Nikaambiwa mambo yote ambayo nitayaona. Nĩmaandĩke mabuku-inĩ. Nimaandike kwenye vitabu. Nyandĩke
makanitha maria mugwanja. Niandikie kwenye ile makanisa 7. Makanitha maria mari bũrũri wa Asia. Makanisa yale yalikuwa kwenye ile nchi ya Asia. Makanitha macio mugwanja rĩ. Yale makanisa 7. Marũgamĩrĩire dispensation ya kanitha. Yalikuwa yamesimamia mambo ya kanisa. Marũgamĩrĩire history ya kanitha. Yalikuwa yamesimamia historia ya kanisa. Kuma kĩambĩrĩria nginya kanitha ũrĩa wakorwo wa kũrigĩrĩria. Kuanzia pale mwanzo mpaka kanisa la mwisho. No tondũ ũhoro ũcio tiguo tũraria rĩ. Kwa sababu hiyo sio maneno ambayo tunanena siku ya leo. Nĩmo maandĩkire akĩonania. Naye yule aliwaandikia akaonyesha ya kwamba ũrĩa mahinda magathiĩ nginya kanitha wa kũrigĩrĩria. mambo yatakuwa yakienda mpaka kanisa la mwisho. Ũcio wetagwo kanitha wa Laodikia. Yule ulikuwa inaitwa kanisa la Laodikia. Ũrĩa Mwathani oigire thĩinĩ wa kũguũrĩrio. Yule Bwana alinena kwenye kitabu ya Ufunuo. Atĩ nĩ njũĩ ndũrĩ mũhiũ na ndũrĩ mũhoro. Ati ya kwamba ninajua moyo sio moto na hiyo baridi. Na nĩguo kanitha ũrĩa wa marigĩrĩrio wa ũmũthĩ. Na ndiposa ni ile kanisa la mwisho ya siku ya leo. No Johana rĩ. Lakini ndugu yetu Yohana. Nĩgetha aguũrĩrio maũndũ macio andĩkire makanitha rĩ. Ndiposa afunuliwa haya mambo yote alikuwa ameandikia makanisa. Nĩgetha agakinya gĩthama-inĩ kĩa Patimo. Ndiposa apike pale kwenye ile kisiwa ya Patimo. Mambĩte kũnyariirwo marĩa atũmwo amwe makoragwo. Walikuwa wamesumbuliwa sana mitume na wengine wakauawa. Nake we mwene agĩkorwo mũhũre mũno. Naye mwenyewe alikuwa amepigwa sana. Agĩkorwo ageretie kũrugwo na nyũngũ. Alikuwa amejaribiwa kupikwa na ile nyungu. Na hĩndĩ ĩrĩa aregire gũkua rĩ. Na wakati alipokataa kukufa. Nĩguo andũ acio mambuĩre magĩthiĩ makĩmũte. Wale watu wakamchukua akaenda wakamtupa kwenye ile ziwa ya Patimo. Na makĩmũte hau mamũteaga nĩgetha akue. Na walikuwa wanamweka pale ili akufe. Tondũ gĩthama kĩu gĩtiatũũragwo nĩ andũ. Kwa sababu ile kisima hakuna watu walikuwa wanakaa hapo. No Yohana nĩamũhũre ũguo rĩ. Lakini Yohana hata kama alikuwa amepigwa sana. Yohana nĩamũige kando rĩ. Yohana hata kama alikuwa amewekwa kando. Yohana nĩamũmene ũguo rĩ. Na vile walikuwa wamemweka kando. Maandĩko mekuga agĩkorwo harĩa hagĩrĩire ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Maandiko yanasema akawa pale ambao yanafaa wakati ambao unafaa. Akiuga agĩkorwo thĩinĩ wa roho. Akasema nilikuwa ndani ya roho. Thĩinĩ wa mũthenya wa Mwathani. Ndani ya siku ya Bwana. Maũndũ macio merĩ nĩmo marĩ na bata mũno thĩinĩ wa mũtũrĩre wa Johana. Mambo haya mawili ndio ilikuwa inafaa kwenye vile Yohana alikuwa anakaa. Ndaigana kũmaka nĩ mbaara ĩrĩa ahũrĩtwo. Hakusuka kwa vile alikuwa amepigwa. Ndaigana kũmaka nĩ ũrĩa amenetwo. Hakusuka kwa vile watu walikuwa wamemwacha. Ndaigana kũmaka nĩ ũrĩa arugĩtwo na nyũngũ. Hakusuka kwa vile alikuwa amewekwa kwa ile nyumba. Maũndũ macio mothe ekirwo rĩ. Mambo yote ambao walimtendea. Matigana kũmũruta thĩinĩ wa roho. Hayakumtoa ndani ya roho. Matigana kũmũruta thĩinĩ wa mũthenya wa Mwathani. Hayakumtoa kwenye siku ya Bwana. No maandĩko maraiga atĩ ndakorirwo. Lakini maandiko yanasema nilikuwa Ndĩ thĩinĩ wa roho mũthenya wa Mwathani. nikiwa ndani ya roho kwenye siku ya Bwana. Andũ aingĩ wona kwagĩa thĩna matukũ maya rĩ. Watu wengi kukiwa na shida siku hizi. Andũ aingĩ mamenwo matukũ maya rĩ. Watu wengi wakidharauliwa siku hizi. Matihotaga gũikara thĩinĩ wa roho. Hawataki kukaa ndani ya roho. Matihotaga gũikara thĩinĩ wa mũthenya wa Mwathani. Hawawezi kukaa kwenye siku ya Bwana. No Johana nĩamenyaga atĩrĩrĩ. Lakini Yohana alikuwa anajua ya kwamba nĩgetha Mwathani amumĩrĩre rĩ. ndiposa Bwana amfunulie No mambo. nginya angĩaikarie thĩinĩ wa roho. Lazima angekaa ndani ya roho. Na ikara thĩinĩ wa mũthenya wa Mwathani. Na tena akae kwenye siku ya Bwana. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kũrugwo na nyũngũ gũtingĩatũmire. Vile alikuwa anateseka haingemwezesha Johana aime thĩinĩ wa roho. Yohana atoke ndani ya roho. Kũrugwo na nyũngũ gũtingĩatũmire. Vile alikuwa amewekwa kwa ile nyungu. Johana ehera mũthenya-inĩ wa Mwathani. Yohana angetoka kwenye siku ya Bwana. Nake nĩkĩo Mwathani amumĩrĩire. Ndiposa Bwana akakuja kwake. Ena ruo rũrĩa arĩ naruo na thĩna ũrĩa arĩ naguo. Akiwa na ule uchungu alikuwa na ile shida alikuwa anapitia. Akĩmwĩra maũndũ marĩa ũkuona rĩ. Akamwambia yale mambo yote ambayo utakaona. Maandĩke mabuku-inĩ. Andike kwenye vitabu. Na akĩrwo kanitha ũrĩa kũwĩra. Na akaambiwa kila jambo ataandikia kila kanisa. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Kũrwo Johana ndarĩ harĩa hagĩrĩire. Yohana kama kangekuwa mahali ambao inafaa. Ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Wakati ule ambao unafaa. Mwathani ndangĩamumĩrĩire. Bwana hangekuwa amejitokeza kwake. Akorwo arĩ gũtũmwo. Hata kama yeye mwenyewe alikuwa ni mtume. Noguo nĩaiguĩte Jesũ akĩrutana. Hata kama alikuwa amesikia Yesu akifundisha. Na nĩaikarĩte gĩthomo-inĩ. Na alikuwa ameketi kwa ile masomo Bwana alikuwa arigagĩrĩria rĩ. ile ujumbe ilikuwa ndio ya mwisho. Ngai arogocwo. Bwana asifiwe. Yendaga akorwo thĩinĩ wa roho. Ilikuwa inamtaka awe ndani ya roho. Thĩinĩ wa mũthenya wa Mwathani. Na awe ndani ya siku ya Bwana. Na hĩndĩ ĩyo arĩ wika tondũ atetwo nĩgetha akue. Na wakati walikuwa peke yake maana alikuwa amewekwa pale ndio akufe. Nĩ maita maingĩ tũikagwo kando. Ni wakati mwingi
mũgwanja Andikia yale makanisa saba. na hĩndĩ Yohana erirwo ũguo Na wakati Yohana aliambiwa hivyo, maandĩko maroiga atĩrĩrĩ maandiko yananena ya kwamba ngĩhũgũra nĩgetha nyone nikageuka nione mũgambo ũrĩa wanjaragĩria ile sauti ilikuwa inaninenea. ithuĩ tũĩ mũgambo nĩ kũigua ũiguagwo Sisi tunajua sauti ni kusikia tu no tunasikia, Yohana nĩaheirwo maitho nginya ma kuona mũgambo lakini Yohana alipatiwa macho ambayo yanaweza kuona sauti. Roho Mũtheru oigire atĩrĩrĩ Roho Mtakatifu alinena ya kwamba atĩ ũkamenya ukiona unajua, waigua ũkamenya ukisikia unajua. gĩtũmi kĩa maũndũ macio Ile kitu ambayo kimekufanya uone haya mambo yote. akĩheo maitho mahotire kuona mũgambo Akapatiwa macho ambayo yanaweza kuona sauti. kaingĩ ta rĩu rũhuho rũngĩhurutana haha-rĩ Wakati mwingi upepo ukipitia kama hapa, hihi no ũigue rũkĩhuruta mĩtĩ unaweza kusikia miti upepo ikipita, no ndũngĩhota kũruona tondũ nĩguo Nikodemu erirwo nĩ Jesũ lakini huwezi ukaiona kwa sababu Nikodemo aliambiwa na Yesu. no Yohana nĩ ũndũ wa gũkorwo harĩa hagĩrĩire Lakini Yohana kwa sababu alikuwa mahali ambapo inafaa, ihinda rĩrĩa na rĩagĩrĩire ilikuwa ni wakati ule ulikuwa unafaa, Ngai akĩmũhe maitho ma kuona mũgambo Mungu akampatia macho ya kuona sauti. na hĩndĩ ya ũmũria nĩmuonire maũndũ macio matarĩtwo hau Na wakati alipogeuka ndio alifunulia yale mambo yote na ambayo maũndũ macio ameandika. mothe no ũthiĩ wĩthomere Na mambo hayo yote unaweza kwenda ujisomee na Yohana mwenyewe. akĩonio dispensation Na Yohana akaambia vile kanisa itakuwa inaenda, ũrĩa kanitha ũgathiĩ nginya marigĩrĩrio mao vile kanisa itaenda mpaka ifike mwisho, nĩ tondũ Mwathani nĩamũkorire sababu Bwana alimkuta amwetereire na alikuwa amemngoja harĩa hagĩrĩire mahali ambapo inafaa, mahinda marĩa magĩrĩire nyakati zile zilikuwa zinafaa. Mwathani arohocwo Bwana asifiwe. nĩkĩo mũini aroiga atĩrĩrĩ Ndiposa mwimbaji wa nyimbo akasema ya atĩ kwamba kũrĩ thĩna kana gũtarĩ-rĩ ukiwa na shinda ama hakuna shinda, rĩĩtwa rĩa Ngai no nginya rĩgocagwo jina la Yesu na litukuzwe, nĩ tondũ rĩa kwĩ thĩna kwa sababu wakati kuko na shinda andũ aingĩ mehera thĩinĩ wa roho watu wengi wanatoka kwenye roho, andũ aingĩ mehera thĩinĩ wa mũthenya wa Mwathani watu wengi wanatoka kwenye ile siku ya na Bwana, nĩguo no wetereire Mwathani akũigue na akũhingĩria na maũndũ wakati huo unangojea Bwana akusikie na kutimizie no zile zako. Yohana na ruo rũrĩa arĩ naruo Lakini Yohana atakapo alikuwa anapitia Mwathani kwenye shida, arohocwo Bwana asifiwe, agĩikara thĩinĩ wa roho akakaa ndani ya roho mũthenya-inĩ wa Mwathani ile siku ya Bwana, nake Ngai akĩmumĩrĩra naye Mungu akajitokeza nĩ kwake. kwarĩ na andũ aingĩ Ngai akĩoimĩrĩire Kulikuwa na watu wengi Mungu akajitokeza na kwao amahe ndũmĩrĩri ĩyo ya kũmũrĩrio na wapatie ufunuo wa ile message ya mwisho, no acaririe lakini alitafuta ũrĩa warĩ mũhũre yule alikuwa amepigwa, ũrĩa warĩ mũmene yule alikuwa amedharauliwa, ũrĩa watetwo yule ambaye alikuwa ametupwa, tondũ nake ndaigana kuma he Ngai kwa sababu naye Yohana hakutoka kwa Mungu. thĩinĩ wa kanitha Ngai ndaroraga Ndani ya kanisa Mungu haangalii ũrĩa tũikaire vile ambao tumekaa, aroraga ũrĩa tũikaire kĩndũire yeye haangalii vile tumekaa kiasi. wage ũkorwo ũkĩmena kanitha Unaweza wewe mwenyewe unajidharau no kanisa ngaiguaga wĩ kũu gĩthama-inĩ kĩa Patimo na unajisikia kama uko pale kwenye ile kisima no cha ngaiguaga Patmo, gũtirĩ mũndũ ũratwenda na unasikia hakuna mtu anakupenda, no ngaiguaga ruo rwa kũhũrwo na unasikia uchungu wa kupigwa, ũkaiguaga ruo rwa kũruo na nyũngũ na wewe mwenyewe unajisikia vile umepigwa kwa ile no nyumba. wona waikara thĩinĩ wa roho Lakini ukikaa ndani ya roho na wĩkare thĩinĩ wa mũthenya wa na Mwathani ukae kwenye siku ya Bwana, hakika Ngai nĩegũkania gũtwarĩria Mungu atakuja na atanena na wewe. Mwathani aroho Bwana asifiwe. tondũ Yohana aroiga atĩrĩ Kwa sababu Yohana ananena ya kwamba korwo ndĩ thĩinĩ wa roho nikawa ndani ya roho mũthenya-inĩ wa Mwathani ile siku ya Bwana, Ngai he harĩa akoraga andũ ake kuna mahali Mungu anakuta watu wake, Ngai he harĩa na andũ ake mamweterere na Mungu anataka watu wake wakae mahali wana maandĩko wamngojee. marĩtie thĩinĩ wa Thaburi Andiko linasema kwenye kitabu ya Zaburi, Thaburi 77 Zaburi 77 mweri wa 13 mstari wa 13. no andĩke ũthiĩ ũgethomere Unaenda kuandika uende Ngai ukajisomee. akoiga atĩrĩrĩ Mungu ananena ya kwamba njĩra ĩrĩa ũgeraga wee Jehova-rĩ ile njia ambayo wewe Yehova unapitia no ya ũtheru-inĩ ya ile ya utakatifu, atĩ nĩ Mũrungu ũrĩkũ ũtariĩ tawe ni hakuna Mungu kama wewe. atĩ njĩra ĩrĩa ũgeraga Ngai Ile njia wewe Mungu unapitia no ya ũtheru-inĩ ni ya utakatifu. Gĩkũyũ kiugĩte ũtheru-inĩ Kikuyu inasema ni utakatifu, no ũngĩthoma thĩinĩ wa Gĩthũngũ-rĩ lakini ukisoma kwenye kitabu ya Kiingereza kiugaga
Haleluya. Jina yake to ni yake wogona. Na kwa sababu njia yake ni ya madhabahu. Na jina yake ni ya utheruini. Na njia yake ni ya utakatifu. Wadhani ya roho. Bwana asifiwe. Mungu nikenda gukora mundu hindi ya jagereru haria hagirire. Ipoza anataka akukute wakati unafaa mahali ambao inafaa. Na mugirama kania niki gigukorete. Haijalishi ni kitu gani ambao imekukuta. Wewe ikarajira ile ya kibogona ile. Wewe ukikaa kwenye ile njia ya madhabahu. Wewe ikarajira ya utheruini. Wewe ukikaa kwenye ile njia ya utakatifu. Nani ukaga to kuimerinde Yohana? Atakuwa akikuja kama vile alikuja kwa Yohana. Kwa jina ni wageraga. Kwa sababu hiyo ndio ile njia ambao wanapitia. Ipoza mwimbaji anasema ya kwamba inywe mwirire gokinya matwine goikare atheri-ini muthenya wakinya no tukambata na hindi onogo mukamenya wega no ndamwiraga imukiona aria atheru maikarĩire itĩ-inĩ mathagaragĩirwo kuma mũthenya ũrĩa thĩ yombirwo. Atĩ inyuĩ mwĩrirĩirie gũkinya matu-inĩ rĩ, ninyi ambao mnatamani kufika mbinguni, mũikare ũtheru-inĩ, mkae kwenye utakatifu, tondũ mũthenya wakinya no tũkambata. sababu siku ikifika lazima tutapanda. Mwathani aroka kĩgongona-inĩ, Bwana saa ingine anakuja kwenye madhabahu, na rĩrĩa ageratwo nĩ ya ũtheru-inĩ na kĩgongona-inĩ rĩ, ile njia ambayo unapitia na utakatifu na madhabahu, agĩũka kũrora andũ ake agakorwo matirĩ ho. akikuja kutazama watu wake ana makosa. No Johana amũkorire tondũ arĩ thĩinĩ wa roho mũthenya wa Mwathani. Lakini alikuta Yohana, maana alikuwa ndani ya roho siku ya Aikare Bwana. mũthenya-inĩ wa Ngai thĩinĩ wa roho. Alikuwa ameketi siku ya Bwana akiwa ndani ya roho. Na nĩkĩo kuona ũndũ ũngĩthoma thĩinĩ wa Kĩambĩrĩria 3 rĩ, Kwanza unaona ukisoma Mwanzo 3. tondũ maandĩko nĩ moigaga atĩ Ngai nĩoka gũceerera Adamu na Hawa. Kwa sababu maandiko yanasema Mungu alikuwa anawatembelea Adam na Eve. Na maandĩko moigaga oka kũmaceerera riũa rĩathura. Na maandiko yanasema alikuwa anakuja kuwatembelea wakati ya kukua na jua. Ũguo nĩetagĩrĩra marũa mara ya gũcinwo nĩ riũa mũthenya Kwa wothe. hivyo alikuwa anangojea wasumbuliwe sana na jua siku mzima. Koguo Johana acinĩtwo nĩ mathĩna marĩa onire. Kama vile Yohana alikuwa amechomwa na mashida yote ambayo No alikuwa rĩrĩa anapitia. Mwathani okire kũmũrora rĩ, Lakini wakati Bwana alikuja kumwangalia, tondũ nĩamũkorire harĩa hagĩrĩire ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire kwa rĩ, sababu alimkuta wakati unafaa mahali ambao inafaa. maandĩko mekuga oka kũrora Adamu na Hawa rĩ, Maandiko yanasema akikuja kuangalia Adamu na Hawa ndaigana kũmakora. hakuwakuta, Nĩmacinĩtwo nĩ riũa rĩa mũthenya, kwa sababu walikuwa wamechomwa sana na jua mchana makahenio nĩ nyamũ ya thĩ, na wakadanganywa na ile shetani makoima njĩra-inĩ ya na kĩgongona-inĩ, wakatoka kwenye ile njia ya madhabahu makoima njĩra ya na ũtheru-inĩ. walikuwa wanatoka kwenye ile njia ya utakatifu. Ũguo rĩrĩa maiguire Ngai agĩũka kũmarora rĩ, Wakati waliposikia Bwana amekuja kuwaangalia, Adamu na Hawa atĩ magĩthiĩ kwĩhitha. Adamu na Hawa wakaenda kujificha. Kĩndũ-ire gũtirĩ handũ ũngĩhitha Ngai na ndakuone. Kiasi hakuna mahali unaweza jificha na Mungu asikuone. Ũngĩhitha Ngai mahuti-inĩ atĩ Ngai agĩgũkuona tondũ aiyũire kũndũ guothe. Huwezi ukaingia kichakani ujifiche Bwana kwa sababu anajaa kila mahali. No ĩrĩ harĩa magomanagĩra thĩinĩ wa roho mũthenya-inĩ wake. Lakini kuna mahali walikuwa wanakutana kwenye roho. Na rĩu mahenio aikũrũkire kũmacaria Na akĩmaatha. wakati walipodanganywa waliteremka kuangalia akawakosa. Akĩmatheria thĩinĩ wa roho wake. Akawatafuta kwenye roho yake, Akĩmatheria thĩinĩ wa mũthenya wake. akawatafuta kwenye siku yake. Ngai akĩmaaga. Na Mungu akawakosa. Na nĩaronete ũnene na ũhoti wothe wa gwatha indo Na ciothe. alikuwa amewapatia mamlaka ya kutawala duniani. Na nĩ ũgwati mũnene mũno harĩ na rithi itũ thĩinĩ wa Na kanitha. ni hasara kubwa ndani ya kanisa, wadugu na wadada. Ngai agĩũka gũkore wĩ harĩa ũhatagĩrĩire hĩndĩ ĩrĩa ĩtagĩrĩire. Mungu akuja akukute uko mahali ambao haifai. Tondũ ũguo nĩguo akorire Adamu na Hawa. Kwanza hivyo ndiye alikuja Adamu na Hawa. Na nĩ ũndũ wa kũmaaga-rĩ, Na kwa sababu ya kuwakosa, maandĩko mekuga akĩmaingata thĩinĩ wa maandiko rũũĩ. yanasema wakafukuza kwenye bustani. Mamlaka marĩa mothe amahete magĩtunywo. Mamlaka yale yote ambao walikuwa wamewapatia Na akawanyang'anya. nĩ Ngai watũiguĩrĩire tha. Isipokuwa ni Bwana alitulehemu. Agĩũka akĩrehe Jesũ. Akakuja akaleta Yesu. Adamu wa kũrigĩrĩria. Akiwa ndiye Adamu wa mwisho. Nĩgetha tũcokie mũgũnda.
kushangaa. Mwathani aroho. Bwana asifiwe. Arabu kayoke akwage to gwarikira Adamu na Hawa. Arabu Bwana akuja kukosa vile alikosa Adamu na Eve. Kendo ile Kiasili. hende akogothie ngendo. Wakati ambao tunaenda safari. Mundu athiaga stage ageterera basi. Mtu anaenda kwa stage anangojea basi. Nigetha haise tondu we basi no iri ukira hau. Ndiposa uingie sababu unajua basi lazima itapitia pale. Mundu enda guthie na meri ile. Na mtu akitaka kwenda na mashua. Athiaga gicukiro-ini kia meri. Ni lazima uende pale ambao mashua inasimama. Mundu akenda guthie na ndege. Na mtu akitaka kwenda na ndege. Athiaga gicukiro-ini kia ndege. Ni lazima uende kwenye uwanja wa ndege. Ndio ni kindu ile. Hiyo ni kiasili. Na mwathi gicukiro kia ndege. Kwa sababu unajua ukija kwenye kiwanja mahali ndege ambao inapitia. Wathi gicukiro kia meri. Ukienda mahali ambao mashua inashukiza watu. Ndio ndo ri haisa meri gothie bururi uria urenda. Unajua ya kwamba utaingia mashua na utaenda mpaka mahali unataka. Ndio wathi munene muno. Lakini ni hasara kubwa sana. Ndio ukiji ukora mundu haria stage gitumo. Ukienda mtu pale kwenye barabara pale. Ndio ndio barabara wa ile ito. Na msamaria mwambia dada yeye. Mwathani aroho. Bwana asifiwe. Na akiagucokeria kwera amen. Na akwambia amen. Akwera nikarete haha. Akwambia nimekaa hapa. Tondu njetera ile meri ile athia kuna. Kwa sababu nangoja ile mashua ambayo inaenda mahali Kana fulani. kwera nukia haha. Ama akwambia nimesimama hapa. Tondu njetera ile ndege ile athia Ulaya. Ninangoja ile ndege ambayo inaenda Ulaya. Ndio wone hena gathina kena mundu. Ni lazima uone kuna shida iko ndani ya yule mtu. Ni tondu ndungietera Amerika na ndege stage ine ya Kwa basi. sababu huwezi ukangoja mashua ama ndege stage ya basi. Mwathani aroho. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na huko kindu ile kana no kiroho ke. Kiasi ni vile iko ndivyo vile kiroho iko namna hiyo. Ukinywe expectika ya gukore aria hatagereire hindi retagereire. Huwezi ukangoja Bwana mahali ambao haifai, nyakati ambao haifai. Ngai ni kuria tagereiro. Kuna mahali ambao tunamgoja Bwana. Tondu ni mwaigua ndagera kundu guothe. Kwa sababu nimesikia hapitii kila pahali. Hendi njira iria ugeraga Ngai no ya utheru ni ya kigongona. Imesekana ya kwamba ile njia Bwana ambao anapitia ni ya madhabahu. Na tukewe nyumo ile ukinya matuine muikare utheru. Na tukaambiwa nyinyi ambao mnatamani kufika mbinguni mkae kwenye utakatifu. Wewe kuria Ngai yetagerero. Kwa hivyo kuna mahali yule mtu anakaa kugoja Bwana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na Bwana ni oge. Na watu wa kimataifa wana hekima. Nikiona stage ciothe cia bathire. Ndiposa unaona stage zote ambao basi zinapitia. Ikariu ndego kugwito rege turekageria maundu. Isipokuwa ni hapa kwetu ambao hatutengenezi mambo vizuri. Stage ciothe cia bathi ukirora hata mabũrũri ma Rũraya. Stage zote za basi. Kwanza ukiangalia nchi za nje. Ciakagwo igathondekwo itĩ na igakwo zinatengenezwa vizuri, wanaweka viti na tena wanaweka full. Nikienda mundu ucio etereire ngari. Ndiposa yule mtu alikuwa mnangoja ile basi. Ona kungetia kula mundu ucio ndangehera stage ni undu wa mbura. Hata kama mvua ikija hawezi toka kwa ile stage kwa sababu ya mvua. Liona likiara lihiu yake mundu ucio ndangehera stage ni undu wa jua. Jua likiwaka namna gani hawezi kutoka kwa stage kwa sababu ya jua. Na huko ndiko kaide vitu ekete. Ndiposa hiyo ndio Bwana ametenda. Kulia kumwetagira ni atuthondekeire Ule ambao tunamgoja Bwana ametengeneza vizuri. Ni atuigire rufu njega. Ameweka rufu ambao ndio nzuri. Nigetha tukamaime kuria mwetagira ni undu wa mbura ya ũũru. Ndiposa usitoke mahali unamgoja Bwana kwa sababu ya mvua ya tukamwira ni mwetagira ni undu wa riũa rĩa ũũru. Usije ukatoka mahali unamgoja Bwana kwa sababu ya jua ambao ndio Bwana roho. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Oikara hapo na kuira. Wewe unakaa hapo hata kama mvua imenyesha. Kana riũa rĩarĩ atĩa. Hata jua ambao likiwaka. Tukaima hau kaji itakinyĩte rĩa wetereire. Huwezi ukatoka pale kabla ya gari ile unangoja ifike. Kuturogire kanitha turutwo gweterera Kwa Ngai. sababu ndiposa kanisa tufundishwe kumgoja Bwana. Na tumwetagĩre nĩgetha agoka hĩndĩ ĩrĩa njagĩrĩru agakora harĩa hagĩrĩire Na ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. tunamgoja anakuja wakati ambao unafanya kazi ambao zinafaa. Nĩyo nĩyo stage ĩrĩa Johana aikarĩte. Na hiyo ndio ile stage Yohana alikuwa amekaa. Akoiga ndakorirwo ndĩ thĩinĩ wa roho mũthenya-inĩ wa Mwathani. Akasema nilikuwa ndani ya roho siku ya Bwana. Mwathani aroho. Bwana asifiwe. Ũngĩthoma thĩinĩ wa Tũmwo 2 na wandĩke ũgethomere-rĩ. Tuma 2 andika uende ukajisomee. Mũthenya ũrĩa roho mũtheru aikũrũkire-rĩ. Wakati ule Roho Mtakatifu alitemka. Maandĩko Ngai aroiga nĩ aheanĩte watho. Maandiko yanasema Bwana alikuwa amepeana Torati. Atũmwo makĩrwo mũtikoime Jerusalemu. Mitume walikuwa wamemwambia msitoke Yerusalemu. Nginya hĩndĩ ya
Ngai aroho. Bwana asifiwe. Makiroma ikereka nyumba kaiguru. Wakaambiwa waende wakae kwenye ile nyumba ya juu. Kanyumba kaiguru ri. Ile nyumba ambayo ni ya juu. No mukari ni wogiathe muthenya wa mwisho. Ndiposa walikula ile nini? Siku ndio walikula ile mkate na divai ya mwisho. Ndio walikula ile mkate na divai ya mwisho. Ile nyumba ya juu. Wale ambao wakandagilia moko na Judas. Wale ambao walikuwa wanakula pamoja na Judas. Kanyumba kau no komeli wo mageterero homutheri. Ile nyumba ndio waliambiwa waende wakae wagonje Roho Mtakatifu. Na kanyumba kau ni katuire ngino wo. Na hiyo nyumba iko hata siku ya leo. Tole atwathiete gusera Israeli na pastor ni twathire kanyumba. Wakati tulienda kule Israel kutembea na pastor. Tulienda mpaka kwa ile nyumba. No point ya kwa direda atire. Lakini point yangu iko hapa. Kwa tulani wao korwo ale hagereire ihinda rya rya. Kwa sababu tunaongea juu ya kuwa mahali ambao inafaa, nyakati ambao inafaa. Maandiko yanasema ya kwamba wakati ule walikuwa wanangoja. Wakati siku ya 50 ilipofika. Kuanzia siku ile Bwana alipaa juu. Wakati walikuwa wanatoa ile dhabihu ya tarumbeta. Wakati walikuwa wanatoa ile dhabihu ya Pentekoste. Maandiko yanasema Roho Mtakatifu akashuka. Na Roho Mtakatifu wakati Roho Mtakatifu alishuka. Akaingia kwenye ile nyumba ya juu. No, na wale wote ambao walikuwa ndani ya ile nyumba. Wote wakajazwa na Roho Mtakatifu. Ikawa kama ni moto iko juu yao. Na wakaanza kunena na dini mpya. Kwa sababu walikutwa na Roho Mtakatifu. Mahali ambao inafaa. Wakati ambao unafaa. Bwana asifiwe. Sikiliza vile ilikuwa. Wana wa Israeli walikuwa wamepanda kutoka vijijini vyote vyao. Walikuwa wamepanda mpaka Yerusalemu. Ndiposa wakasherehekea ile siku ya Pentekoste. Na ukisoma pale mbili maandiko yanasema ya kwamba hao Wayahudi wengi wale ambao walikuwa wamejipeana kwa Bwana na wale wengine ambao wametoka vijijini vyao wakashindwa ni nini? Hii ni jambo la aina gani? Kwa sababu hao watu wananena na dini nyingine. Na wengine tunasikia wakinena na lugha ambao ya kule tumetoka. Wale walikuwa wametoka Yunani. Wale walikuwa wametoka Wakari. Wale walikuwa wametoka Makedonia. Na kule kote ambao walikuwa wametoka. Wakaanza kuuliza hili jambo gani? Lakini nataka ushike vizuri. Wale watu walikuwa Wayahudi. Maandiko walikuwa wanasema wamejitenga. Hao wengine hawakujazwa na ile Roho Mtakatifu. Kwa sababu Roho Mtakatifu alikuwa anateremka. Wale walikuwa wanakaa pale ambapo inafaa. Nyakati ambayo ilikuwa inafaa. Wale wengine hawakujazwa na Roho Mtakatifu maana walikuwa nje ya ile nyumba. Kwa sababu Mungu anaweza kuteremka. Uwezo wake hata ndani ya kanisa kama hii. Lakini ikiwa hukai mahali alikuamuru unamgoja. Ile leo utafanya utastuka tu. Ukiuliza hao watu ni nini wameona. Ukiuliza hao watu miujiza yote imetoka wapi. Lakini wewe ni Myahudi. Na wewe mwenyewe umetendwa kama wale wengine. Kwa sababu ukisoma vizuri hapo utasikia vizuri. Wayahudi wakauliza hii ni nini? Bwana asifiwe. Kwa sababu Roho Mtakatifu akiteremka. Kuna wale ambao wanaenda kwao. Wale ambao walimgoja Bwana kwa ile stage Bwana ambaye. Ndiposa hao ndio walijazwa tu na Roho Mtakatifu. Na wakati waliposimama mbele ya umma. Kwa sababu wengine walikuwa wanasema ni wale. Ndiposa Petero naye akasimama. Akasimama mbele
Mwathani aroho. Bwana asifiwe sana. Tondũ Ngai arutaga na njĩra nyingĩ. Kwa sababu Bwana hutenda kazi kwa njia nyingi. Daudi Samueli nĩ kwĩrwo erirwo athiĩ kwao. Daudi Samueli nikwambia aliwaambia aende kwao. Agĩthiĩ Bethlehem akĩmwĩtĩrĩria maguta. Akaenda Bethlehem akamwekea ile mafuta. No hĩndĩ ĩno rĩ, Lakini wakati huu Saũlũ nderirwo Samueli athiĩ kwao. Saulo hakumwambia Samueli aende kwao. Ngai nĩndigithia gũtũma ciũre. Bwana anafanya punda zipotee. Nĩgetha ndigiri igĩcario rĩ, Ndiposa wakitafuta zile punda, Saũlũ macemanie na Samueli. Saulo wakutana na Samueli. Nĩgetha Saũlũ akorwo harĩa hagĩrĩire. Ndiposa Saulo mahali ambapo inafaa, Ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. nyakati ile ambayo inafaa. Kwĩ hĩndĩ ya Ngai ya gũtũma na Bethlehem. Kuna wakati Bwana anatumana Na Bethlehem, kwĩ hĩndĩ ya Ngai ya gũtũma ndigiri cianyu ciũre nĩgetha ũgĩcitania. na kuna wakati Bwana anafanya punda zipotee, ndiposa ukienda kuzitafuta. Mwathani aroho. Haleluya. Rĩu angĩkorwo gwetererwo itĩrĩrio maguta Bethlehem kĩ Daudi. Kama wewe mwenyewe utakoja kumwagia mafuta kule Bethlehem kama Daudi, Na ndigiri ciaku ciũre ũrege gũthiĩ gũcicania. na punda zako zipotee ukose kwenda kuzitafuta. Ũikaire kuga tigeterere Ngai oke gũitĩrĩria maguta. Ukikaa kule nyumbani tu unangoja Bwana akuja kumwagia mafuta. Haha hau nĩ harĩ na mũndũ wĩna ũguo rĩ. Hapa ni lazima utumie hekima na ufunuo. Saũlũ agĩthiĩ gũcaria ndigiri. Saulo wakati alipokwenda kutafuta zile punda, Na agĩathiĩ kũrĩa erirwo nĩ ithe. na akatii vile alikuwa ametumwa na baba yake. Mwathani aroho. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nĩgetha akorwo harĩa hagĩrĩire. Ndiposa afike mahali ambapo inafaa, Ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. nyakati ambayo inafaa. Nĩ wega gũthikagĩrĩria Ngai. Ndiposa ni vizuri kusikia Bwana. Mwathani aroho. Haleluya. Nĩ wega gũthikagĩrĩria Ngai. Ni vizuri kusikiliza Bwana. Nĩgetha wakorwo harĩa hagĩrĩire. Ndiposa unakaa mahali ambapo inafaa, Ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. nyakati ambayo inafaa. Mwathani aroho. Bwana asifiwe. Wanathiĩ ũkaigua nĩ ũkũgera njĩra ĩno. Saa ingine unaweza fikiria upitie hii njia, Wamba ũkaigua rĩmwe warĩrio nĩ mũgambo tiga kũgera ĩno gera ĩno. halafu unasikia ndani yako kuna sauti inanena usipite hii, pita hii Na ingine. hĩndĩ ĩyo Ngai atanyĩte atĩrĩ. Na wakati huo Bwana ametengeneza ya kwamba Wagera ĩno waigua mũgambo wa gũtũũkia kĩrathimo gĩaku. ukipitia hii, ukisikia sauti yake upatane na baraka zake. Ũngĩikara nĩ ũgere na kũrĩa atanakwĩra rĩ. Lakini ukigairi upite ile njia Bwana hajakuonyesha, Nĩ ũgũthiũranwo na kĩrathimo gĩaku. wewe utaenda mkosana na baraka Ũguo zake. Saũlũ akĩgeria nĩ erirwo. Kwa hivyo Saulo akapita ile njia alikuwa ameambiwa. Nowe Daudi arĩirio aikare rũũru. Na Daudi alikuwa ameambiwa akae tu pale malishoni, Tondũ kũu nĩkuo arĩcoka kwa agĩrwo. sababu huko ndio atakuja aitwe. We Daudi athĩkĩte nĩ kũrĩithia indo cia ithe. Daudi alikuwa ametii kukaa kule malishoni, Tondũ haha nĩ aracarirwo wathĩki. kwa sababu ni lazima tuwe watii. Nĩgetha Ngai agũkore rĩ. Ndiposa Bwana akukute, Nĩ harabatara wathĩki. ni lazima uwe mtu mtiifu. Daudi athĩkĩte kũrĩithia indo cia ithe. Daudi alikuwa ametii kuchunga kondoo za Nake baba. Saũlũ agĩathĩka gũthiĩ gũcaria indo cia ithe. Sauli akatii kwenda kutafuta zile punda Mwathani za aroho baba. yoswo. Bwana asifiwe. Nĩ ũkũigua mũgambo ũrĩa ũrakwĩra. Utasikia sauti vile inakwambia. Nĩgetha harĩa mũrĩcemanĩria na Ngai. Ndiposa mahali mtakutana na Bwana. Mwathani aroho. Bwana asifiwe. Saũlũ macemania na Samũeli rĩ. Wakati Saulo walikutana na Samuel, Akĩmwĩra ndĩrahetwo ũhoro waku. akamwambia nilikuwa nimepatia maneno yako, Na nginya ona ta ira ndĩrarĩirio nĩ Ngai. na hata jana Bwana alinena na Nĩ mimi, ũndũ ũcio era ndungata ciaku ciahere. asivyoambia watumishi wako Tondũ waondoke, ndangĩitĩrĩrio maguta ndungata yeho. kwa sababu mwagiwa mafuta wakiwa na wale Na watumishi. mbica na ndungata ĩyo nĩ mbica na mũhiano wa mwĩrĩ ũyũ witũ wa tene. Na hiyo ni picha na mfano ya mwili hii ya zamani. No nginya mwĩrĩ ũyũ werwo nĩ Ngai wambe wehere Ni kidogo. lazima hii mwili ambie iondoke kidogo, Nĩgetha ũkerwo nĩgetha mũndũ wa na thĩinĩ ahote gũitĩrĩrio maguta. ndiposa iondoke ile mtu wa ndani amwagiwe mafuta. Saũlũ aitĩrĩrio maguta rĩ. Baada ya Sauli kumwagiwa mafuta,
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na waima haule. Na ukitoka hapo. Hao isowai korokale. Pale mwisho ukiteremka. Yote na nabii yetutu. Utakutana na manabii wengi. Wale manabii utakutana na wao. Watakuwa wakitabiri mambo. Na ukikutana na wao. Roho Mtakatifu wa Bwana akuteremka juu yako. Ndiposa na wewe uanze kutabiri pamoja na wao. Na hapo ndio utajua ya kwamba Bwana amekuteua. Ndiposa uwe wa kutawala Israeli. Na ndiposa ndio ilitendeka. Vile alikuwa ameamua ndio ilitendeka. Kwa sababu wale wote ambao wanamgoja Bwana akiwakuta mahali ambayo inafaa, nyakati ambayo inafaa, akiwatendea mambo, anawapatia ishara. Na unajua ya kwamba ni Bwana anatenda hivyo. Na unajua ya kwamba ni Bwana amenena na wewe. Bwana asifiwe. Sauli wakati alipokuwa akirudi kwao, angekuwa anasikia uoga. Kwa sababu unasikia hata wale watumishi wako hapo wale akimwagiwa mafuta. Wewe mwatazame ile picha vile ile. Sauli alimwagiwa mafuta kwa peke yake. Na unajua nyakati hizo Samueli alikuwa anaombea wana wa Israeli nyakati zile. Kwa sababu ndiye alikuwa wa mwisho. Mfalme wa kwanza alikuwa Sauli. Unasikia ilikuwa ni jambo ngumu sana. Sauli akirudi kule kwao aambie watu, nimemwagiwa mafuta na mimi sasa ndio mfalme wewe. Na yule mtumishi ambaye angekuwa karibu naye aliondolewa. Si unaona ni lazima Bwana angempatia suluhisho ya kujua kuongoza, akijua mambo ya kuongoza. Bwana asifiwe. Mungu ananena nasi na anatupatia ishara ya kutuonyesha. Na anakuambia ya kwamba ni mimi nimekushika mkono. Na anakuambia usijali maana nimesimama na wewe. Na anakuambia ni mimi nimekumwagia mafuta. Ndiposa tunaambia tumemwagia mafuta sisi watumishi. Ndiposa tunasikia harufu ya ubaya. Na tunatofautisha mabaya na mazuri. Hatukaambia kwamba wakati tuliteuliwa kama wafalme, wakati tulifanyiwa sisi kama taa, hatukamwagia mafuta, tulifanywa kama mawafalme na kutawala hapa dunia. Sauli akawa mfalme. Kwa sababu Samueli alimkuta mahali ambayo inafaa, nyakati ambayo inafaa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Lakini Adamu na Hawa, wakati Bwana alikuwa anawatafuta awabariki, aliwakosa. Sauli wakati alitafutwa abarikiwe, akakutwa mahali ambayo inafaa. Daudi akitafutwa amwagiwe mafuta, akakutwa mahali ambayo inafaa. Hata kama ikiwa kulikuwa kuna kosekano mahali hapo, si unasikia Samueli alikuwa anauliza baada ya vijana wote kupita mbele yake, akauliza hakuna mtoto mwingine? Akawaambia ni mtoto mmoja tu na ako malishoni. Kwa sababu Daudi alikuwa amekaa mahali ambayo inafanya kati ambayo inafanya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ni lazima Daudi angekuwa malishoni. Ndiposa atengenezwe vizuri kuchunga kondoo za Bwana. Kwa sababu Sauli alikuwa amepewa wana wa Israeli akashindwa. Na kwa sababu Daudi alikuwa mfano wa Yesu. Ndiposa unasikia nyumba ya Daudi haiwezi kukosa taa. Na haitakosa nguzo ya kuweka ile taa. Daudi akatolewa kule malishoni. Mungu akamkuta mahali ambayo inafaa, nyakati ambayo inafaa. Bwana asifiwe. Ni mara mingi Bwana anakuja. Anaingia kanisani kama hii. Anataka kukubariki.
Wale ambao wanatii akija anawasalimia. Na huko ndio saa ingine anaingia akiwa na kijiti. Wale ambao wanawakuta akibeba kijiti. Ni wale ambao amewakuta mahali ambao haifai. Bwana asifiwe. Na kujikumbuka haijalishi. Watu wamekuwa kubeba na haijalishi watu wanakuwa nani. Nitakwambia uandike mahali uende usome jambo. Kitabu cha Mark gapi? 5. Mark 5. Maandiko 5 kuanzia mstari wa kwanza. Maandiko yanasema ya kwamba ndiposa usifikirie ni wale tu ambao ni wazuri. Ati Bwana anawakuta mahali mazuri wakati hata wale ambao tunawahukumu na macho hii ya kiasi tunaona wabaya. Hapo maandiko yanasema ya kwamba Bwana akafika jiji lilikuwa linaitwa Gerasi. Wakati aliposhuka kwenye ile mashua kulikuwa na mtu. Na ule mtu alikuwa anakaa kule kaburini. Na maandiko yanasema ya kwamba yule mtu alikuwa analia tu pale kaburini. Alikuwa anajikata na mawe usiku na mchana. Na alikuwa mtu alikuwa na nguvu. Maandiko alikuwa anasema alikuwa anafungwa alafu anakata. Na ile maandiko yanasema ile njia hungeweza kuipitia. Kwa sababu kwenye ile jiji la Gerasi yule mtu watu walikuwa wanamuogopa. Huyo alikuwa ni mtu ambao amepanga kama mawazo yake. Na yule alikuwa anaitwa ni mtu wa kukaa kaburini. Usije ukajali hata watu usijali hata watu wakikudharau kwa jina. Hata kama watu wanaona unakaa mahali ambao haifai. Wewe ukiwa umeketi mahali ambao inafaa. Wakati ambao unafaa. Bwana lazima atakuja huko. Bwana asifiwe. Kwa sababu baada ya Yesu kushuka kwenye ile mashua. Yule mtu baada ya kumwona Yesu. Maandiko yanasema ya kwamba zile pepo ambazo zilikuwa ndani yake zikaanza kulia na zikaanza kupiga mayowe ikiuliza Bwana ya kwamba kwa sababu umekuja kutusumbua na nyakati yetu bado haijafika. Bwana akakemea na baada ya kuyakemea zikamwomba ruhusa. Zikamwambia Bwana na utukubali usitume kwenye simu la giza. Kwa sababu zinajua kuna siku ambazo zinangoja pale. Lakini utukubali siku ya leo. Tuingie kwenye zile nguruwe ziko pale. Maandiko yanasema ya kwamba na zile pepo zikatoka zikaingia kwenye zile nguruwe. Nazo nguruwe kama 2,000 zote zikaingia kwenye maji. Bwana asifiwe. Naye mtu akatulia akiwa kwenye miguu ya Bwana. Wakati Yesu alikuwa anatoka pale, yule mtu alikuwa anataka kumfuata Yesu. Na Yesu akamwambia hatutaenda na wewe. Wewe rudi kwenye jiji lako.
kusema 10. Nikiwa dekamita nitoido 10. Ndiposa unasikia dekamita ni vitu 10. Ndio mathako igwa decathlon ni mundu ureka mathako 10. Kwenye michezo ukisikia deka 10 unasikia ni mtu anacheza deka 10. Igwa decagon ni nyumba yake ina kona 10. Ukisikia decagon ni nyumba ambayo imejengwa na kona 10. Deka polisi ni tutura 10. Kwa hivyo deka inamaanisha ni 10. Bwana ni roho. Amen. Todo polisi ni itura hata ni town. Kwa sababu polisi ni kusema town. Nikiwa Nairobi ni Nairobi Metropolis. Ndiposa unasikia Nairobi inaitwa Nairobi Metropolis. Deka polisi ni tutura 10. Kwa hivyo tukisema deka polisi ni jiji. Nota fikiria yani na lile. Lakini sikiliza wadudu na dada. Mundu akifika mmoja munene mmoja wa matura 10. Yule mtu akawa mhubiri mkuu kwenye jiji 10. Mundu aturabiri na ile temeka. Mtu alikuwa anakaa kaburini akijikata. Mundu atetwa ni balisia. Mtu alikuwa ametupwa na familia zao. Mundu jirewe take kile ndio yale bo. Hakuna mtu angepitia ile njia kwa vile yule mtu alikuwa mkali. Na Yesu asuka mali kavule. Lakini watu wakati Yesu alishuka ile mashua. Mundu akikoro hali hage. Yule mtu akawa mahali ambayo inafanya kati ambayo inafaa. Bwana ni roho. Anasifiwa. Na kati ndio daimono. Na pepo zote zikafukuzwa. Akatuka mmoja munene. Akawa ni mhubiri mkuu. Adole kama kwetio na mego kwetio. Wacheni watu wakuite vile wanaanza kuona kemone to tuile berera hii. Hata wakati wanakuona kama umeishi kwa kaburi. Ona kemone to tarifata. Hata wakuone wewe uhai. Ya roho. Anasifiwa. Ona kama kwetio ile ndio ya hata wengine wanakuogopa kwa vile uko mkali. Dawa ikara hali hagere. Lakini ukiketi mahali inafaa. Wakati ambao inafaa. Siku ya Bwana kutoka kwenye imefika. Wakati ya Bwana Yesu atoke kwenye mashua akuje kwa iposa akuchukue. Akubadilishe kutoka kaburini. Akufanye mtumishi mkubwa katika Mungu. Bwana asifiwe sana. Leo neno sio la kuita. Imwadhani onenda kukuonokia. Umebirira ili usoke kulia dwanyu. Na sio ngoma siume siye kuigurwe. Doke hukule. Wana ni roho. Wewe maneno oragweka. Geuka mtazame ni nani anakuita. Watu wamekutukana siku mingi. Na wanakuita mtu wa kukaa kaburini. Wanakuita mtu wa kukaa kaburini. Wanakuita mtu wa kujikata. Lakini Bwana wako atatoka kwenye mashua. Anasifiwe. Ndiposa kuja kuite. Akubadilishe. Baada ya kukubadilisha. Akufanya mtu mkuu. Na mtumishi mkuu. Penye jiji la Deka. Kwa sababu ya kukaa mahali inafaa. Wakati ambao inafaa. Kule kaburini. Kulikuwa kunaonekana ni kubaya. Lakini yule mtu. Kule kulikuwa kuna msaada. Ile ndio ilikuwa nyakati inafaa. Yesu akakuja akamwokoa. Bwana asifiwe. Sikiliza usikie. Watu wa jiji la Gerasi hawako mahali inafaa. Nyakati ambao inafaa. Yule alikuwa anaonekana mbaya ndiye alifaidika. Lakini watu wa Gerasi wale walikuwa wanaonekana ni wazuri. Sikiliza vile walifanya. Wakaenda wakamkuta Bwana. Wakamwambia toka kwenye jiji letu. Tuchukue hatutaki. Kwa sababu wale walikuwa wanalisha nguruwe. Walikuwa wanasema wakati walipeleka ripoti kwenye jiji. Ati ya kwamba nguruwe 2,000 zimeingia kwa maji. Jiji lote watu wote wakatoka. Wakajua mjua huyu mtu amemaliza economy yao. Kwa sababu economy yao ilikuwa ni ya kulisha nguruwe. Na wale ambao walikuwa wanahesabu kule jijini. Wakaanza kuhesabu hesabu. Wakasema mtu mmoja kuokoka nguruwe 2,000 zitapotea. Watu 2 wakiokoka nguruwe 4,000 zitapotea. Watu 10 wakiokoka nguruwe 2,000 hatuna.
asifiwe. Bwana na akusaidie. Kwa sababu huyu mtu alikuwa mahali ambapo inafaa. Wakati ambao inafaa. Na Mungu akakuja. Bwana asifiwe. Watu wamenena juu yako sana. Watu wamesema unakaa tu kaburini. Watu wanasema wewe ni wa kujitaka. Watu wanasema uwe hufai. Weka pale. Bwana tuwe ndani ya roho. Siku ya Bwana. Na wakati akitoka roho. Atakuja ili akubadilishe. Akufanye kama mtumishi mkuu. Wacheni wale wanahesabu hasara wahesabu. Bwana asifiwe. Luka 19 tunasoma. Naenda kama unataka sisi. Na unaweza kwenda ujisome. Kwenye kitabu la Luka 19. Tunasoma juu ya yule mzee alikuwa anaitwa Zakayo. Zakayo alikuwa na mali. Alikuwa muitishi ushuru. Na alikuwa mkuu kwenye jiji la Israeli. Lakini alikuwa hakuwa na yale mambo yote. Alikuwa anasikia anataka kumjua Bwana. Na wakati alipoenda kumtafuta Bwana. Kwa sababu maandiko yasema yeye mwenyewe alikuwa mfupi. Akakuta watu wamemzingira Bwana. Yeye mwenyewe akajaribu kumwangalia, hakumuona. Bwana asifiwe. Kuna watu ambao wanamzunguka Bwana na hawana haja na yeye. Na kazi yao ni kuzuia wale wanamtafuta wamuone. Lakini hapa lazima uwe na hekima kama Zakayo. Zakayo hangekuwa na sababu. Na asema kwa sababu amezungukwa na watu wetu na tumuone. Wacha niende, nitakuja siku nyingine kumtafuta. Lakini Zakayo alikuwa anajua ya kwamba huyu mtu kwa sababu anaelekea Yeriko. Na akajua kuna mtu ambao iko mahali. Mkuyu ambao iko mahali. Akasema kuna mtu wa mkuyu iko mahali. Na kwa sababu ni lazima atapitia pale. Mimi nitamwacha hapa watu wamemzunguka. Mimi nisemke nipande ule mkuyu juu. Nipoza alikuja mahali. Nitafaa wakati unafaa. Bwana asifiwe. Kuna watu wengine ambao wanaomba Mungu siku moja mbili, ukimkosa wewe unaondoka. Na wewe mwenyewe unarudi nyumbani. Kuna wakati wa kuomba mpaka ujue mkuyu uko wapi. Bwana asifiwe. Uombe mpaka ujue mkuyu uko wapi. Na kwa sababu alikuwa anajua lazima Yesu atapitia ile njia. Zakayo akakimbia. Akaenda akapanda yule mkuyu. Bwana asifiwe. Yule mkuyu pale Israeli hata siku ya leo iko. Ukikuja kwangu naweza kukuonyesha picha tumepigwa na pasta pale. Imewekwa chuma vizuri ndiposa watu wakisimama wanaitazama. Lakini haja yangu ni kusema ya kwamba Zakayo akajua ya kwamba ni lazima nitafute mahali ambao inafaa. Ndiposa nyakati ambao inafaa ikifika. Akikuja atanikuta pale. Bwana asifiwe. Sisi kiasili. Tunajua vijana ndio wanapata. Ukipitia hapa ukute baba kifunja akipanda mti. Na sio kanga akona anaenda kuikata. Ya kwamba anapanda pale apumzika pale juu. Zakayo angetoa yale yote ambayo alikuwa nayo. Zakayo kuna zile haya ameondoa ndiposa apate kwenye mkuyu. Na hiyo sio peke yake kwa sababu si hakuwa mtu wa kawaida. Ni mtu alikuwa ni mtu mkuu na alikuwa ni tajiri. Wakati wa Israeli. Zakayo angekuwa ni mkuu wa KRA. Tazama mtu mkubwa wa KRA
akipanda mti apumzika pale. Lakini Zakayo kwa sababu alikuwa anataka kukaa mahali ambao wakati unafaa. Na kwa sababu amemkosa mahali alikuwa anamtafuta kwa sababu ya kusikizwa na watu. Akaenda akapanda juu ya mkuyu. Bwana asifiwe. Na wakati wa Yesu akakuja. Alikuwa anaongoza yule msafara alikuwa naye. Wakati ule wakati huo sio Zakayo alikuwa anamtafuta. Lakini wakati huo ni Bwana alimuona. Kwa sababu maandiko yanasema akamwambia hakuna maandiko imeandika ya kwamba Zakayo baada ya kumwona alimuita. Bwana alimuita kwa jina lake. Kwa sababu Yesu alikuwa ni Mungu. Hakuna mahali tumeambia kwamba Zakayo alikuwa na Yesu. Lakini Bwana Yesu akamwambia Zakayo, teremka. Kwa sababu siku ya leo nitakuwa mgeni wako. Bwana asifiwe. Zakayo akajulikana na jina lake. Kwa sababu kama hali inafaa, wakati ambao inafaa, Mungu akija atakuita kwa jina lake. Na hata tafuta atakuwa akikuita tu kwa jina lake. Bwana asifiwe. Akamwambia teremka. Kwa sababu siku ya leo nitaenda kwako. Hapo ni pazuri sana. Bwana asifiwe. Kwa sababu Zakayo alikuwa amekaa mahali ambayo inafaa. Nyakati ambayo inafaa. Pale barabara alikuwa anamtafuta juu ya nyuma ya watu. Wakati wa hakuwa inamfaa. Alipoza unaona anasema nitahama niende mahali inafaa. Bwana asifiwe. Alipoza mwimbaji mmoja akasema Saitani atagioka tondo twaikara hururu-ini Saitani ndagatutigara. Zakayo akimenya ikara guku thutha wa andu ndakamu. Zakayo aligundua ya kwamba nikikaa nyuma ya watu sitamuona Yesu. Akimenya kuthina mbate muti. Akaona ni lazima niende nipande yule mti. Zakayo aisire mukuyu-ini ndire Yesu ni araituka. Endaga muone nigwa mumenye Yesu akimuguririo thamaki. Atiendaga muone amumenye. Alikuwa anataka kumwona Yesu amjue. Nake Yesu akimuguririo thamaki. Na Yesu akamfunulia ufalme. Akamwambia kuja. Nigeera tuthie gwaku. Ndiposa tuende kwako. Nigeera niingira gwaku. Ndiposa niingie kwako. Na umuthi no gwareka. Na ndiposa siku ya leo ndio Bwana anatenda. Kuna vile anaita wale watu juu ya mikuyu. Kuna vile watu wanaita juu ya mikuyu. Na wewe mwenyewe ukisikia sauti unateremka. Kwa sababu Zakayo kama angeitwa na hasitoka, Bwana haingeingia kwake. Siku ya leo Bwana haingii kiasi lakini alikuwa anataka aingie ukuda. Ule kwa Zakayo alipoingia nikuja ingia ndani ya moyo yake. Aingia kwa roho yake. Aingia kwa mwili wake. Aingia kwa viungo vyako na fikra zako. Bwana asifiwe. Poza kuanzia hapo unanena ya kwamba nitapatia maskini nusu ya kutajima. Na ile mtu ambao nimemnyang'anya kitu nitamrudishia mara. Hiyo ilitokana na kubadilika. Ile Zakayo alibadilishwa. Mtu alikuwa ametengwa na watu. Mtu alikuwa anahofiwa na watu kwa sababu ya kuitisha. Mungu akambadilisha kwa mtu wa maana. Bwana asifiwe. Bwana anataka kukuita siku ya leo. Utoke juu ya mkuyu. Vile alimtoa yule Zakayo. Akambadilisha. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na baada ya Zakayo kubadilishwa, kwanzia hapo akawa kiumbe kipya. Watu wa zile jiji vile niliwaambia, wale ambao hawakuwa mahali inafaa, nyakati ambao inafaa,
wa Luka 19. Luka 19 wende ujisome. Ati Wayahudi na Farisayo na ino pale Israeli. Wayahudi na Farisayo wale walikuwa kule wana Israeli. Makeje kumongo. Wote wakaanza kunung'unika. Makeje kuge kutonya atia. Wakaanza kuuliza ataingiaje. Kuliamira na kutonya nyumba yako itie pesigo. Wakule pamoja na yule ambao anatuitisha ushuru. Wale mali ya rumetu taliana kina nao. Wale ambao walikuwa wamerandiwa na hatuwezi kula pamoja na wao. Korwacho mara hiyo gole. Kwa sababu wale walikuwa wananena hivyo. Matiale hana hagerei. Wako mahali ambao inafaa. Inalele hagerei. Wakati ambao inafaa. Korozo wokile kuna zakayo. Hiyo mambo ilikuja kumsaidia zakayo. Lakini ikawa shinda kwa wengine. Opo wangu bila bodo la wambele na ile. Kama vile ilisaidia yule mtu alikuwa anakaa kaburi. Ndio kama tukadena kule hapo iko. Na ikawa ni shinda kwenye jiji la. Hata wewe mwenyewe ninasema Ipoza ukisikia sauti. Wewe umemkoyo hivi. Wewe utoke kwenye mkuyu. Ndani ya roho. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ni hapo hivi mno tokiaje roho. Ni watu wengi ambao tunaweza nena juu yao. Ukiona kile kama yule mwana nietagere. Tukinena juu ya mifano vile Bwana tunaweza kumgoja. Na nitugire inyumo ilinde ukina matuini. Na tumesema nyinyi mnatamani kufika mbinguni. Ndio kumweterera. Kuna mahali utaenda mgoje Bwana. Ningenda kukole hili ya tagere. Kwanza ukute nyakati ambayo inafaa. Wakati ambao unafaa. Na kikwaga ho. Na kikukosa pale. Hawezi kukosa kubariki wale amekuta. Kwa sababu wewe hauko. Bwana ni roho. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nikiona atiriri. Ipoza unaona ya kwamba tukimalizia kwa. Ukitoma nini wakiapo ya mirongo ina mwaja no thithomerere. Mwanzo 27. Na ndio ni ndio Esau na Yakobo maradhi. Ni wakati Esau na Yakobo walikuwa wanabarikiwa. Ndio hivyo mundu wepo Isakari. Unasikia Isaka. Hapo maandiko thithomerere. Hapo maandiko ukijisomea. Wewe wako wake enda kuradhi Esau. Alikuwa na mpango wa kumbariki Esau. Na kimwenda kumwela dio utalilia nyama singwe maode. Alimuita akamwambia ndio mtanifikirie nyama unilete. Udodekere hiyo nikataka kuradhi. Nitengezee chakula ndiposa nikubariki. Na tondo nyina wada kuna hiyo hizo igireni. Na kwa sababu mama Yakobo alisikia vile baba yao alisema. Esau imagarare. Hada Esau kuondoka. Udiko hetari. Naenda kutafuta nyama. Nyina make wakana Yakobo. Naye mama wakapanga na Yakobo. Ole mundu wepo Yakobo yakudondeka. Vile Yakobo atatengeneza. Iyo ile daga. Chakula zile baba yao walikuwa wanataka. Na wakachinja ile kitu ambao walichinja. Na magidie weide. Na wakaenda kwa baba yao. Hindi waki ni hindi akiradhimo. Wakati ilipofika nyakati za baraka. Bwana ni roho. Bwana asifiwe. Kuraiga kokoro ala hagelinde. Hindi ajaje. Tunasikia kukaa mahali ambao inafanya. Hindi waki ni hindi akiradhimo. Wakati ilipofika wakati wa baraka. Yakobo akidigo ide. Yakobo akaenda kwa baba yao. Ndio Esau na ndio wewe tuone akuradhimo. Nyakati hizo Esau alikuwa nimeambiwa atabarikiwa. Ako kule akitafuta nyama kule. Yakobo akitwara nyama. Yakobo akapeleka nyama. Na niyo hete tuasia to oduto twathejetu. Na alikuwa amejivaliza ile ngozi ya zile kondoo zilikuwa zimechinjwa. Esau alikuwa mwere. Na kwa sababu Esau alikuwa na manyoya mwili yake. Ndiposa baba yake akimgusa asikie kama ni Esau. Na niende tu nguo si ya Esau mweko kwa nini. Na alikuwa amepewa nguo zingine za Esau na mama yake kule nyumbani. Kwa sababu nguo zake zilikuwa na harufu tofauti. Mungu Yakobo akitwalira hizo hivyo. Wakati Yakobo alipelekea baba yake chakula. Naye baba yake alikuwa anasema ya kwamba sauti ninasikia kama ni ya Yakobo. Lakini ninasikia kama ni Esau. Akapewa baraka zote. Kwa sababu Yakobo alikuwa mahali ambayo inafaa. Nyakati ambayo inafaa. Hata kama baba yake alikuwa anataka Esau. Ikifika nyakati ya kubariki. Esau hakuwa mahali ambayo inafaa. Nyakati ambayo inafaa. Kwa sababu saa ingine Bwana anataka kukubariki. Mungu anaweza kukukendetea mambo. Lakini nyakati ya kutenda vile uwe amekukosa. Bwana asifiwe. Kwa sababu Esau ndiye alikuwa abarikiwe. Lakini Yakobo ndiye alichukua ile baraka. Bwana asifiwe. Ndiposa mwimbaji akasema ya kwamba akenda yosi ya ili alimwe ugakeno muno muno nikiri changa to
ni makarosta mwathani mena thũmbĩ cia thahabu. Angĩtwarega roho wa ũthingu rĩ, tukikosa ile roho ya utakatifu tũkagaya ta Esau, tutagawa kama Esau. Ũrĩa wendetwo nĩ ithe arathimwo, yule alikuwa amependwa na baba yake, no akienda irio cia ithe rĩmwe, lakini akatamani sana chakula ya hau kabere mũthomaga history maandĩko, mbeleni tunasoma maandiko yanatuambia ũrĩa endeithia Jakubu ũrigithathi wake, vile aliuza urithi wake kwa Yakobo. Hĩndĩ ĩrĩa oimire gĩthaka-inĩ mũhũtu, wakati alitoka kule ulishoni akiwa na njaa, akĩenderia Jakubu ũrigithathi wake, akauzia Yakobo urithi wake, na akiuga kile ũguo atĩ nĩgetha ndagakue hĩndĩ ĩyo, alifanya hivyo asikufe siku ile. Akĩmwĩra ũrigithathi ũcio gĩkakuna na kĩngĩ gĩkua rĩu, akamwambia uongozi wangu itanisaidia na nini? Akĩmwĩra wewe akamwambia wewe chukua uongozi wako. Rĩu nĩrĩa gwakinyire nĩ irathimo rĩ, wakati ulipofika wakati wa kupewa baraka, tondũ ũrigithathi nĩendetie, kwa sababu alikuwa ameuza ule urithi wake, nĩkĩo ũrona ndakorirwo harĩa hagĩrĩire ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire, sasa hangekuwa mahali ambao inafanya kati ambao inafaa. Mũndũ ũrĩa warĩ hau hĩndĩ ĩyo nĩ Jakubu, yule alikuwa hapo ni Yakobo. Mwathani aroho, Bwana asifiwe. Tũtikanendio ũrigithathi witũ irio cia ithe rĩmwe, usije ukauza baraka zako kwa sababu ya chakula ya siku moja, tondũ wona tweka ũguo rĩ, kwa sababu tukifanya hivyo hĩndĩ ya irathimo rĩ, wakati wa baraka, maandĩko maigaga thĩinĩ wa Ibrania, maandiko yanasema kwenye kitabu ya Wahibrania, hĩndĩ ya irathimo rĩ, ikifika nyakati ya baraka, atĩ arĩrire maithori Esau moimĩte ruo ngoro thĩinĩ na ndaigana kuona kĩrathimo, alilia machozi kutoka kwa moyo yake na hakupata baraka. Mwathani aroho, Bwana asifiwe. wainũka nĩ ũthome rĩrĩ, kwa hivyo ukienda nyumbani usome ũthome thĩinĩ wa Injili ya Yohana 5 kwanjia mweri wa mbere nginya wa kenda, kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 9. Leo kulikuwa mũndũ ũrĩa wahonirio karia-inĩ ka Bethisaida, nasikia yule mtu ambao aliponywa kwenye ile kisiwa ya Bethisaida thutha wa mĩaka 38, baada ya kukaa hapo miaka 38, tondũ Mwathani nĩamũkorire hĩndĩ ĩrĩa njagĩrĩru, kwa sababu Bwana alimkuta wakati ambao unafaa, na akĩmũkora harĩa hagĩrĩire, na akamkuta nyakati ambao inafaa, akĩhonio ndwari ya mĩaka 38, akaponywa ugonjwa wa miaka 38. Yohana 5 kwanjia mweri wa mbere nginya mũgwanja, mstari wa kwanza mpaka wa 7. Mwathani aroho, Bwana asifiwe. ũthome thĩinĩ wa Atũmwo 8, mitume ni 8, uende usome. ndĩrakũhe rĩu ũgethomere Samaria icio, kupatia uende ukajisome mweri wa 26 nginya mweri wa 40, 26 mpaka 40. Mũndũ ũrĩa woimĩte Ethiopia gathiĩ Jerusalemu rĩ, yule mtu ambao alitoka kule Ethiopia kaenda Yerusalemu, akorereirwo nĩ Filipu thĩinĩ wa njĩra, walikutana na Filipu kwenye barabara, agĩthoma ibuku rĩa Isaya, alikuwa anasoma kitabu ya nabii Isaya, akĩhonoka, akaokoka na akĩmũbatithĩria njĩra-inĩ, na akampatisha pale tu kwa njia, tondũ Filipu nĩamũkorire, sababu Filipu alimkuta harĩa hagĩrĩire, hali ambayo inafaa, hĩndĩ ĩrĩa yagĩrĩire, wakati ambao unafaa, ũguo acokire Ethiopia, sababu alirudi Ethiopia ahonokete na akabatithio, kama ameokoka na amebatizwa. Sina nafasi ya kunena hayo yote. Bwana asifiwe. Injili ya Yohana 4 kuanzia 1 uteremsha hapo chini, utakuta yule mama Msamaria. Yesu alimkuta kwenye ile kisima ya Yakobo wakati ambao unafaa, wakati ambao inafaa, akambadilisha, akamuokoka pale Samaria, akafanya yule mama alete watu wengi kwa Yesu. Hiyo utaenda ujisomee maandiko ya mwisho. Bwana asifiwe. Wacha nikupatie moja alafu nikupatie na kitabu cha Judges, Waamuzi, kitabu ya Judges ama Waamuzi 6 mweri wa 11 mpaka 24. Hapo utakuta yule kijana ambao anaitwa Gideon, wakati alikuwa anatengeneza ile ngano, alikuwa anaitengeneza isifiche, isionekane na Midian. Mungu akamkuta mahali ambao inafaa, wakati ambao inafaa. Bwana asifiwe. Baada ya kukutana na Bwana, akaita mahali pale Jehova Shalom, kwa sababu yale mambo ambayo
Kitabu cha Marko 10 waliwaambia kwenda na idara toka 52 46 mpaka 52. Na ukora ule Batimayo honilio, na utamkuta yule Batimayo ule wale mumu, yule aliponywa, yule yakuwa hana macho. Ile Yesu aliaikora ile ya Yeriko. Wakati Yesu alikuwa anatembea akielekea Yeriko. Na ile ayetoka yuandana ayetoka. Wakati alipokuwa anapita akimsikia anapita. Ndio akipoda ila murada udijigwera. Akanena, Bwana nizihurumie. Onoko ni akanagio ni ando odheni agezomo. Hata kama alikuwa anaambia na watu sisubue watu. Nake wapita uzungura mwana. Alikuwa anaambia sisubue Yesu. Ande ile kina Yesu akamwibira. Alitoa sauti akamwambia Yesu nihurumie. Na akamwikora maido. Akamfungua macho. Odo Batimayo le. Kwa sababu Batimayo hapo lione Yesu hana hagere. Alikutwa mahali ambao inafaa. Ndio ile hagere. Wakati ambao inafaa. Onoko rodo ni muona hata atagere kohonio. Hata kama watu walikuwa naona hastahili kuponywa. Na ndio mambo ila kile atike kunegana. Na ndipo walikuwa wanamwambia nyamaza. Lakini na ngere kukaya. Yeye akaendelea tu kupiga mawe. Hale hagere. Kwa sababu alikuwa anajua kwa mahali ambao inafaa. Ndio ile hagere. Wakati ambao inafaa. Na kekenya kumwigura mawe. Bwana akamrehemu. Madhani ya roho. Bwana asifiwe. Ndio ikawekana hale hagere ile. Nzuri kukaa mahali ambao inafaa. Ndio ile hagere ile. Wakati ambao inafaa. Nikala madhani ya ukole hapo. Kwanza Bwana akukute pale. Kaya mradi mimi nakuite wewe. Mungu abariki na watendee wema. Amen. Amen. God bless you so much.